Kauli moja bungeni anakwambia tukikosea, anakwambia tangua kauli yako. Anakwambia sitangui. Leo tangua kusudi la watesi wako. Wamekusudia nini mimi sijui, unaambiwa tangua. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Esta sura ile ya 8. Esta sura ile ya 8. Mstari ule wa kwanza mpaka wa 8. Esta 8 mstari wa kwanza mpaka wa 8 anasema, siku ile Mfalme Asuero alimpa Malkia Esta nyumba yake Haman, yule adui wa Wayahudi. Mordekai naye akahudhuria mbele ya mfalme, kwa maana Esta alikuwa amedhihirisha alivyomhusu. Basi mfalme akaivua pete yake aliyompokonya Haman. Mfalme akaivua pete aliyompokonya Haman. Bwana asifiwe. Nataka connect doti. Mfalme akaivua pete aliyompokonya Haman, na Esta akamweka Mordekai kwa juu ya mlango wake Haman. Tena Esta akasema na mfalme mara ya pili, akaanguka miguuni pake, akamsihi kwa machozi ayaondoe madhara ya Haman, Mwagagi na shauri kusudi alilowafanyia Wayahudi. Ndipo mfalme alipomnyoshea Esta fimbo yake ya dhahabu. Basi Esta akaondoka akasimama mbele ya mfalme, akasema, mfalme akiona vyema, nami nikiwa nimepata kibali machoni pake, na neno likionekana ni jema mbele ya mfalme, nami nikimpendeza machoni pake, iandikwe kuzitangua barua za Haman bin Hamedatha Mwagagi alizotunga na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi la Haman ni kuangamiza Wayahudi. Sasa tumeambiwa tutangue kusudi. Anasema walioko katika majimbo yote ya mfalme, kwa maana niwezeje kuyaona mabaya yatakayowajia watu wangu, au niwezeje kuyatazama maangamizo ya jamaa zangu? Mfalme Asuero akamwambia Malkia Esta na Mordekai Myahudi kusema, tazama, nimekwisha kumpa Esta nyumba yake Haman, naye mwenyewe amekwisha kumtundika juu ya mti, kwa sababu aliwatia mikono Wayahudi. Basi waandikieni Wayahudi vyovyote mpendavyo kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Tunalo jina la Yesu leo. Amen. Kwa jina la mfalme mkatie muhuri kwa pete ya mfalme, kwa kuwa andiko lililoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa muhuri na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme, hakuna awezaye kutangua. Hebu sema, hakuna awezaye kutangua. Nitakalobatilisha kwa jina la Yesu, hakuna awezaye kutangua. Nitakalolifuta kwa jina la Yesu, hakuna awezaye kutangua. Sema tena, hakuna awezaye kutangua. Sasa tumeambiwa tangua kusudi la adui wa maisha yako. Asuero anamwambia Esta, sasa nimewapatia pete yangu, nimewapatia na nini? Na muhuri. Andikeni vyovyote mnavyotaka. Yesu akasema
mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Bwana asifiwe. Akawaita wale tenasha, akawapa uwezo na mamlaka. Kumbuka Biblia inasema kwenye Wakolosai 2:15, nisaidie pale. Ndio maana nakwambia connect dot. Connect dot. Mamlaka yetu ilipokonywa na adui baada ya kuasi, baada ya kutenda dhambi. Amina. Yesu alipokuja pale msalabani, mamlaka yetu ilinyang'anywa kutoka kwa adui, ikarejeshwa kwa nani? Kwa kanisa. Na kanisa ni wewe. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Wakolosai 2:15. Wakolosai 2 mstari wa 15. Anasemaje? Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kwa mkogo na kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Tafsiri nyingine ya Kiswahili cha Good News inasema pale msalabani aliwapokonya hao pepo wenye nguvu, aliwapokonya mamlaka au pepo watawala wenye nguvu. Aliwapokonya nini? Mamlaka zao, uwezo wao. Nje na Yesu huna nguvu dhidi ya shetani. Amen. Ndani ya Kristo unayo mamlaka dhidi ya shetani. Ndipo sasa mfalme Yesu anakuambia hivi, fanya unavyoona vyema, sababu mimi niko pamoja na wewe. Andika vyovyote uwezavyo kutangua zile barua za Haman na madhara yake. Barua yoyote iliyoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme, hakuna awezaye kutangua. Leo bado yamesimama kwa sababu hukutumia muhuri na jina la mfalme kutangua waliokuandikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ayubu ile 5:12. Ayubu sura ya 5 na ule mstari wa 12. Ayubu 5 mstari wa 12. Yeye huyatangua mashauri. Yeye hutangua mashauri. Yeye nani? Bwana. Kama Mungu anayatangua mashauri ya wadanganyifu, anasema mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Natangua makusudi ya adui. Amina. Natangua makusudi ya nani? Kwa amina. Yale aliyokukusudia adui kwenye maisha yako, kama Mungu anatangua mashauri ya wadanganyifu, wewe unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Inaomba mtoto aende kwa watoto wenzake, sio mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 33:10. Zaburi 33 mstari wa 10. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Rudia kwa nguvu. Bwana huyabatilisha mashauri. Jamani, Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Jamani, Mungu mwenyewe anayatangua makusudi ya nani? Ya watu. Wewe makusudi ya watu umeyatangua? Mashauri ya watu umeyatangua? Kama Mungu mwenyewe anayatangua, wewe mwenzangu na mimi nilia. Je, unataka kuniambia hakuna ile kusudia mabaya? Haipo. Haipo.
Umetangua? Mungu mwenyewe anatangua. Wewe nani? Anasemaje tena pale? Anasema sasa shauri la Bwana lasimama milele. Makusudi ya moyo wake vizazi, makusudi ya moyo wake vizazi. Kwa hiyo tunatangua la adui, tunaomba la Bwana litimizwe. Bwana siwe, Bwana siwe. Hebu naomba tuangalie jambo la kwanza. Jambo la kwanza, badilisha mtandao. Ya kwanza, Mungu hawezi kufanya chochote. Jambo la kwanza, andika, Mungu hawezi kufanya chochote. Mungu hawezi kufanya chochote kinyume na adui zako. Mungu hawezi kufanya chochote kinyume na adui zako walichokusudia kibaya au walichopanga kibaya juu ya maisha yako. Mungu hawezi kufanya chochote kinyume na adui zako walichokusudia kibaya au walichopanga kibaya juu ya maisha yako. Kama umefika hapo nisema amina. Mpaka uombe, mpaka uombe kinyume na walichokusudia kibaya juu yako. Mpaka uombe uombe kinyume na walichokusudia kibaya juu yako. Kwa usipotangua, Mungu atangui. Mpaka ufanyaje? Uombe. Mmenielewa? Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 8. Kutoka 17 mstari wa 8. Chao. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana Israeli huko Refidimu. Ndio Musa akamwambia Yoshua, nichagulie watu wewe, toka pigana na Waamaleki. Kesho nitatoka nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu itakuwa mikononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mikono yake, Israeli sema Israeli walishinda. Na aliposhusha mkono Amaleki walishinda. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Mungu hawezi kufanya chochote kinyume na adui zako
na mabaya waliokusudia juu yako usipoomba. Amaleki wapo kwenye njia yao ya kwenda Kanaani. Amina. Na ni Mungu amewapitisha kwenye ile njia, na alijua wako Amaleki. Yoshua kapigwa. Kwa nini? Maanake Mungu alitumia maombi ya Musa kumshinda Joshua. Mungu anatumia maombi yako kufanikisha biashara yako, kufanikisha mambo yako. Unapoomba vitu vinachanganya, unaposhusha mikono adui kainuka. Kwa hiyo siri ni kuto kuacha kuomba. Ndipo Yesu anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Kwa hiyo unapoinua mikono ndipo utaona ushindi. Unaposhusha mikono usipoomba ndipo utakapoona adui na mapembe yake yamekaa hivi. Jamani, Bwana asifiwe. Wamekusudia mabaya, yale waliokusudia usipoomba kutangua, Mungu atangui. Amesema Bwana hutangua. Anatangua sangapi? Wewe unaomba? Unasema katika jina la Yesu Kristo natangua. Wewe unatangua nini? Unajua waliko kutegea. Lakini unapoomba sasa, Bwana mwenyewe ndiye anakwenda kutangua. Ndipo neno nasema Bwana hutangua. Anatangua uliyoyatangua. Sema amina. Anavunja uliyoyavunja. Anayang'oa uliyoyang'oa. Kwa hiyo ukisema ninang'oa, sasa itasema Mpogole akang'oa, Bwana akang'oa. Anang'oa sangapi? Anang'oa ulipoomba kung'oa. Sema amen. Kwa hiyo ukinyamaza, Bwana amenyamaza. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Kwa ukiomba natangua kwa jina la Yesu Kristo, Bwana anafanyaje? Anatangua. Sasa Bwana utangua mashauri ya mataifa pale ambapo na sisi tumeinuka kuomba kutangua. Musa alipoinua mikono, Baba tushindie, Baba Amaleki apigwe. Alipoinua mikono, nguvu ya Mungu ilishuka kwa Yoshua kule akawatandika. Musa aliposhusha mikono, upako umefanyaje? Umezuiwa. Kule Yoshua hana nguvu ya kumsaidia kushinda. Amaleki wana nguvu ya miungu yao, wanamtandika. Nisikilize. Wakati Daudi anamwendea Goliathi, Biblia inasema hivi, Goliathi akamlaani Daudi kwa miungu yake. Kila anayepambana na maisha yako, nyuma yake kuna nguvu anayetegemea kumsaidia kushinda. Bwana asifiwe. Hajitutumui hivi hivi, hajitambi hivi hivi, utanikoma. Utaona. Ukiona mtu anakuambia hivyo, amejiaminisha. Kuna nguvu nyuma yake. Swali linakuja, mwenzangu, na mimi wewe, mlalaji mkubwa, mkolomaji wewe, mwenzako ana nguvu ya giza. Wewe mwenzangu na mimi una udenda mpaka huko. Mkija kwenye uwanja wa vita, lazima yakupate tu. Kama umekusudia leo huyu mtu yampate mabaya, leo hii avunjiwe duka, leo hii aibiwe, yatakupata. Kwa sababu na wewe kuamka kusema natangua kila walikusudia juu yangu siku ya leo, na alivunja, na alibatilisha, na aliharibu kwa chini. Usiposema hivyo, Mungu hana cha kufanya juu yako, ananyamaza. Anakuona kabisa mbele pale amekutegea mtego. Anaona kabisa yeti pale kuna ajali ameshakutegea kumalize. Hawezi kubatilisha ile ajali kama utaomba. Akikupenda sana, atamkamata mtu huku, unasikia unaniombea, anamwekea huku ndani, anashangaa anapata mzigo, picha ya fulani inakuja ndani yake. Ana mzigo, jamani, nasikia mzigo kumwambia mama Bla, Yesu kuna nini? Hata sielewi yani. Hata ukiona hivyo mwanangu, nenda kaombe. Inawezekana mama Bla ndio limemshika, hajui
Lakini Mungu sana anajua jamaa huyu haelewi, nimwekea mzigo unashika siku umeamka tu hali ya hewa iko sawa, moyoni huko nakosa amani tu, hujui kuna jambo limeshatengenezwa. Anakupenda sana, anamkamata mtu, anabebeshwa mzigo kukuombea. Wewe umepanda bodaboda yako, umepanda na kabajaji kako, daladala yako, unashangaa pale jeti huku mtu ameshenga kwenye maombi, Bwana apewe sifa. Ila umepita wewe tu, kuna gari limefeli ndege linatokea Buza. Bwana asifiwe. Kala mzinga wa nyuma yako, yaani dada yako imepita tu na upande ule dirishani pale, yaani ingekuwa ndio wewe ndio pale kwenye dirisha lako ni tu gari bidula, unawaza zimetemana, ingekuwa ndo gala ndo dirisha lile upande ule uliokomekaa. Kuna mtu baada ya kuvuka pale unashika ule mzigo, mtu umefanyaje? Umeondoka sasa. Maana sikisema sikia amani, sinasikia amani. Wewe kuna sasa jamani, leo nimenusurika manusura. Manusura. Kwa nini Mungu mwenyewe asingie tu kazini akaepushe ile ajali? Kwa nini mpaka tuombe? Ndio kanuni aliyoiwekea. Kwa hiyo Mungu afanye chochote mpaka wewe umetamka. Yeremia 51 mstari wa 20 anasema, wewe ulungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitaharibu falme, kwa wewe nitaharibu mataifa. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9 inasema, anasema ninyi sisi ni watenda kazi pamoja na nani? Na Bwana. Sisi tunafanya kazi pamoja na Bwana. Tunafanyaje kazi? Mungu anatumia maombi yako kufanya kazi. Usipoomba Mungu hana cha kufanya juu yako. Amen. Ndio maana anasema ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na nini? Msiwe kimya, wala msimwache akae kimya. Kwa tutaki kumwacha Mungu akae kimya mpaka, maana pale juu kwenye Isaya 62:1 anasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokeza kama mwangaza. Anasema sasa ninyi wenye kumkumbusha msikae kimya. Kwa hiyo kuendelea kuomba kwako ndiko kumshughulisha kwako nani? Bwana. Kunyamaza kwako ndio kumtuliza Mungu afanye kitu. Alipoinua mikono jamaa alishinda, aliposhusha mikono jamaa alipigwa. Siri ilikuwa ni kwenye maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haman aliyewatungia mabaya Wayahudi wauawe na kuangamizwa amekufa, lakini madhara aliyoyakusudia Haman juu ya Wayahudi bado yamefanyaje? Yamesimama, hayajatanguliwa. Ndipo Esther anamwambia mfalme, siwezi nikaona madhara kwa ndugu zangu kwa macho yangu na mimi nipo, basi iandikwe barua nyingine kutangua zile barua za nani? Za Haman. Wanaposifa. Kwa hiyo yaliyoandikwa yatabatilishwa kwa kuandikwa. Wanaposifa. Kwa lugha rahisi ni hii, kama ulifungwa kwa sadaka utakombolewa kwa nini? Kama ulikufunga kwa maneno utakombolewa kwa wanaposifa. Mpoto Mungu. Mpoto Mungu. Natangua kusudi la adui wa maisha yako. Adui yako ni nani? Amekukusudia nini? Usipotangua Mungu hatangui, yatakupata. Na nzuri zaidi, inawezekana kabisa usiku umeota ndoto. Niko na mtu wangu fulani hapa jana, kwa kuzungumza nao hapa jana jioni. Tumeongea, kuna jambo nimewapata. Sasa tumeendelea kuongea, kuna ndoto ameniambia kwa nafasi sana, mchungaji nakumbuka. Kabla haya matatizo hayatupata niliota ndoto. Mwezi umepita. Aliota wako juu ya gorofa juu sana, alafu wakaporomoka kwenye ile gorofa refu. Kule chini anaona kabisa chini kule. Ghafla yaani ikatokea kama tent katikati, turubai katikati ya gorofa katikati toka kule juu. Ukajikuta wametoa pale pa. Walipotoa pale pa, sasa magorofa kuna madirisha, ukajikuta wameingia ndani ile ofisi.
Wiki imepita ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, unakwenda kufungua duka lako, limevunjwa, kila kitu kimeibiwa. Ulikuwa juu, umeibiwa kila kitu, unashuka wapi? Milioni 480. Lakini angalia, kwa sababu hawakuporomoka mpaka chini kule, kuna kitu kiliwasaidia hapa katikati, ni neema ya Mungu ya kuwasaidia namna ya kufanyaje. Wangekuwa wameshuka mpaka kule chini, hadi chungu kilikuwa naomba. My friend, ni Mungu aliwaonyesha, lakini hawakufanyaje? Hawakuomba. Kwa kuwa hawakuomba, Mungu naye kufanyaje? Hakaruhusu. Naelewa watu Mungu. Yani iwe umeota, hujaota, wewe ukiamka asubuhi, wewe fanye tu makadirio kwenye kichwa chako. Kuna lipuuzi mahali kwenye madhabahu yake, leo limenipangia mabaya. Wewe amka, sema kwa Yesu, yoyote nipangia mabaya popote pale, nafuta, natangua, nabadilisha, na haribu, yarudie mwenyewe. Sasa leo kuna mtoto sikumbuki. Ile hichi ambacho ukumbuki ndio kuna balaa limepanga. Nimekumbuka, sijakumbuka, nasema Baba, ndoto yote mbaya iliyobeba kusudi la nani? La shetani. Natangua ile kusudi la kishetani, nasema halitanipata. Sio wamesema afe, wamesema haribikiwe. Nisikilize. Ile Ezekiel 11 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema Mungu alimchukua Ezekiel katika roho, akampeleka mpaka lango la mji, akaonyeshwa watu ambao ni viongozi wakuu vichwa. Mmoja aliyemwona kiongozi pale anamjua kabisa, anaitwa Pelatia mwana wa nani? Wa Benaya. Akamjua kabisa, ile sio balozi wetu wa mtaa yule, alimjua. Akamwambia Mungu akamwambia hivi, Ezekiel, nisikilize, hao unaona wamekaa kwenye lango hawa ndio wanatunga mabaya juu ya nini? Juu ya mji. Unapoona mabaya yanatokea kwenye mji, mabaya yanasababishwa na hao ndio wanaotunga mabaya. Nimekuleta hapa uone unachokifanya, sio uende ukalale. Naomba tusome sasa. Nimesema Mungu afanye kitu bila kuomba, afanye kitu. Soma za mimi, lala. Jitetee tu, nimechoka sana. Uombe, jitetee tu. Shetani sio binamu yako. Unanielewa? Sio binamu yako. Mabaya yako pale pale. Umechoka, hujachoka, yako pale pale. Usipoomba, Mungu hana namna ya kufanya chochote juu yako. Sasa amina. Amen. Anasemaje Ezekiel? Ezekiel 11. Ezekiel 11 mstari wa 2 anasema, akaniambia mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji. Wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu, mji huu ni sufuria na sisi nyama. Basi toa unabii juu yao, mwanadamu, toa unabii. Roho ya Bwana ikaniangukia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno hayo, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu. Akaendelea pale. Nataka uone mstari wa 13. Angalia mstari wa 13. Anasemaje? Moja mitatu. Ikawa nilipotoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafa. Ndipo nikaanguka kifudifudi, nikalia kwa sauti kuu, nikasema, Bwana Mungu, je, utawakomesha kabisa mabaki ya Israeli? Alipotoa nini? Unabii. Angenyamaza, wachao wataendelea kukulonga tu. Bwana sifiwe. Mungu anataka useme. Anakuletea kwenye ndoto, anakufanyia kikao, unajikuta uko pembeni unaangalia hapo kujadili, na jina lako limetajwa kabisa. Nicodemus Mpogole, yule tukomeshe. Yule leo unasikia. Sasa umeshtuka sasa, jamani. Mbona
ukagombane naye. Inawezekana ni ndugu yako, inawezekana ni mfanyakazi mwenzako. Yuko kwenye miongoni unakutokea nini mabaya. Mungu amekuletea kwenye maono. Ukiamka unasemaje? Ndoto. Ndoto. Sema ndoto tu. Subiri baada ya muda. Subiri baada ya muda. Utaona balaa lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isaya 37. Mungu anatumia maombi. Isaya 37. Mstari wa 14 hadi wa 20. Mkato 36. Isaya 37 mstari wa 14 hadi wa 20. Mkato 36. Bwana asifiwe. Ni Senakeribu mfalme wa Shamu akaandika barua kwa mfalme wa Israeli naitwa Hezekia, kumtukana Mungu wa Israeli. Tukana sana. Kama hamna kitu je, Mungu alikuwa sio chochote. Akawatishia. Akasema nawaagiza mjisalimishe. Simesikia habari zangu nilivyovuga mataifa mengine. Miungu ya baba zangu nilivyowakomesha. Sasa mjisalimishe kabla sijawavuga. Mtumainie Mungu wenu. Ezekieli kaupokea ule waraka wa Senakeribu. Bwana kwa sifa. Sasa nataka tuone pale. Mstari wa 14 anasemaje? Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya nani? Ya Bwana. Akaukunjua mbele za nani? Hezekia akamwomba Bwana akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndio uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako Bwana usikie, funua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakeribu aliyoyapeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi zapi? Nchi zote na mashamba yao. Ni kweli atukana na kuwatupa miungu yao motoni, kwa maana hao hawakuwa miungu bali ni kazi za nini? Za mikono na damu. Walikuwa ni miti na mawe, ndio sababu wakawaharibu. Basi sasa Bwana Mungu wetu utuokoe na mkono wake, falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana peke. Ameomba. Angalia mstari wa 36. Basi malaika wa Bwana alitoka akawaua watu 185,000 katika kituo. Malaika, Bwana apewe sifa. Watu wangapi? 185,000 katika kituo cha Waashuru. Na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaenda zake, akarudi Ninawi, akakaa huko. Jamani, Bwana apewe sifa. Asingeomba Mungu ataka uombe ati. Amina. Habari hii tunaipata kwenye kitabu cha Nyakati wa Pili. Mimi naamsha nia yako, mtu wa Mungu upendaye kulala. Tunaambia mje mkesha hapa, nikesha. Naonea huruma. Naoneni huruma. Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili 32. Nyakati wa Pili 32. Tasoma tu mstari wa kwanza mpaka wa 23. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ile kuna jambo nataka nikuonyeshe pale. Sasa mstari wa 17 inasema, tena akaandika waraka kumtukana Bwana Mungu wa Israeli na kumwambia akisema,
kama vile miungu ya mataifa wa nchi isivyookoa watu wao na mkono wangu, vivyo hivyo Mungu wa Hezekia hata waokoa watu wake na mkono wangu. Angalia 1:3, wakamlilia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi. Watu wa Yerusalemu walikuwa ukutani ili kuwaogofisha na kuwafadhaisha hata wapate kutoa mji. Wakamnenea Mungu wa Yerusalemu kana kwamba kuitaja miungu ya mataifa ya nchi iliyo kazi ya mikono ya watu. Na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba, wakalia hata mbinguni. Naye Bwana akatuma malaika aliyewakatilia mbali mashujaa wote na majemedari na maakida matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudi nchi yake mwenye haya ya uso. Naye alipoingia nyumbani kwa Mungu wake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza humo kwa upanga. Hezekia nabii na Isaya, Hezekia mfalme na Isaya nabii wakaomba. Walipoomba ukatuma malaika. Bwana apewe sifa. Na wewe omba. Wewe omba tu, afuamini Mungu anaingia kazini mwenyewe. Ndio amesema nitamtuma malaika wangu aende mbele yako, si ndio? Ili akulinde njiani. Kwa kama hujafika unakofika, hujui katikati hapo umekuandalia kitu gani. Bwana apewe sifa. Bala gani limepangwa hapa katikati. Kwa unapotoka nyumbani, mwambie Bwana ulisema, malaika wako sasa nitangulie. Kila balaa ulilonipangia, kila baya ulilonikusudia, malaika wako akafanyaje? Akatangue, akaharibu, akasambaratishe. Kwa ukitoka nyumbani una uhakika unakokwenda na kurudi ulikotokea. Umeondoka tu nyumbani kiolelaolela, hujajua kuna balaa limepangwa kwa mlango tu. Mtaka olelaolela, hujajua kwa balaa limepangwa pale unaposhuka tu Lozana. Kuna kibaka yuko na wewe pale. Mwingine amefika Kariakoo. Kumbe kuna jamaa sijui alipandia hapa katikati. Umeto si nini hapa katikati ya Sima hapa si katikati hapa. Akishafanya ya kwake. Naomba nishikie hapo bwana. Msaada. Ashafanya tukio. Anafika pale anaangalia kwenye pochi. Hamna hela. Namkumbuka mama Rusi. Pembeni wamechana na wembe pochi yake. Yaani wamechana saa ngapi hana habari. Hela imechukuliwa saa ngapi hana habari. Ila amefika pale aseme angalie hela. Anakutana na haleluya day. Hela haina. Unaanza kupanga saa ngapi? Kuna watu rafiki yangu ni wataalamu. Ila Mungu anajua. Sasa kama ukomba kabla hujatoka, wenzako wameshakupangia mabaya kule unakokwenda. Maombi yanasaidia watu wa Mungu. Narudia, maombi yanasaidia. Usipuuze maombi. Amka, omba. Ombea siku yako. Ibarikie siku yako. Kataa mabaya kwenye siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja mnaamini, saa 4 umelala uje kuamka saa 2 asubuhi. Hata aibu una. Umeamka tu asubuhi, cha kwanza ni simu. WhatsApp. Kuna magrupu karibia 200. Yote uyajibu. Saa nzima umekaa kwenye simu. Umejibu huku. Kitoka pale, baba asante. Baba naikabidhi siku yako kwako baba. Haleluya. Hata dakika moja haijaisha. Huyo wewe rafiki yangu, wewe ni mboga yao. Supu kabisa. Kichumbani talia na kitimoto. Ndizi nitakula baadaye. Nakwambia ukweli. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili. Mungu hutumia maombi yako kutangua makusudi mabaya dhidi ya maisha yako. Mungu hutumia maombi yako kutangua makusudi mabaya dhidi ya maisha yako kwa kutumia mamlaka aliyokupa. Mungu hutumia maombi yako kutangua makusudi mabaya dhidi ya maisha yako unapotumia mamlaka aliyokupa.
nao wakamshinda kwa damu ya mwana. Mataifa walinizunguka kwa jina la Bwana aliyokatilia. Unaelewa eh? Anatumia maombi yako kutangua makusudi mabaya dhidi ya maisha yako unapotumia mamlaka yake. Daudi akamwambia Goliati, wewe unanijia panga, unanijia na fumo, unanijia na mkuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Amina. Kwa Goliati aliangushwa kwa jina. Daudi alipotumia jina, Mungu alitumia ile kauli yake kwenda kumwangusha nani? Lazima useme, lazima uombe. Hiyo ndio kanuni moja. Mungu hafanyi chochote dhidi ya adui zako kama usipoomba. Mbili, Mungu sasa unapoomba ndo anatumia maombi. Unapoanza kuomba katika jina la Yesu Kristo na waendea, ndo naenda Mungu anaenda na wasambaratisha na haribu na kuboa na vunja kwa jina la Yesu Kristo kila mahali ulikotegea mitego, na ile mitego iwanasi wao wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Unaposema hivi, alikotegea mitego asema nani itaka mwakingande kama kwenye utamtio. Walituma mauti kwa watoto wangu, iwarudie watoto wake, imrudie mwenyewe. Usipoomba sasa, Mungu anatumia nini? Amen. 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 Samueli wa pili 15:31. Wewe usiombe tu. Wewe usiombe tu. Natangua kusudi la adui wa maisha yako. Samuel wa pili 15:31 na Samuel wa pili 17:14. Tujifunze kutokea pale. Tujifunze kutokea pale. Samuel wa pili 15:31. Kama umefika unasema amina. Kila na amina hamna hujafika. Na Biblia umeifunika tayari. 15:31 Daudi anasemaje? 30. Daudi akapanda akishika njia ya kuupandia mlima wa Mzeituni akilia alipokuwa akipanda. Naye alikuwa amejifunika kichwa chake, akaenda hana viatu, na watu wote walikuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao, kila mmoja wao wakapanda juu wakilia walipopanda. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba Ahithofeli yu katika hao walipopatana Absalomu. Daudi akasema, Bwana, maombi yake na kusihi uligeuze shauri la Ahithofeli liwe ubatili. Si ameomba Si ameomba Sasa Samueli wa pili 17:14. Samueli wa pili 17:14 nasema, naye Absalomu na watu wote wa Israeli wakasema, shauri la Ushai Mwalki ni jema kuliko shauri la Ahithofeli. Sasa angalia 1:3, kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli. Kumbe alikuwa baya la Ahithofeli, ila kwa sababu Daudi aliomba Bwana, lile shauri la Ahithofeli atakalitoa, hata kama litapendeza machoni pao, likawe nini? Ubatili. Bwana alijibu maombi yake. Ndio maana leo kuna mahali Daudi anasema nampenda Bwana kwa sababu anasikia sauti yangu na dua yangu, nami nitamuomba siku zote. Ukijua Mungu nikisema Baba, naam, kesho unajua nikikuita Baba najua naitika naam. Anasema shauri la Ushai likaonekana jema kuliko shauri la nani? La Ahithofeli. Kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli, ili Bwana alete mabaya juu ya nani? Ya Absalomu. Sema amen. Sema amen. Bwana anatumia maombi yako. Usipoomba, Ahithofeli yupo na amepanga kabisa tupange 1, 2, 3. Kuna watu wana vibali kwenye vinywa vyao, wakiongea jambo lazima watu mfanyaje? Mkubali. Wao makazini, wao kwenye biashara humo. Sasa wewe umeamka asubuhi kinja, hujajua wenzako usiku wamepanga kitu gani. Daudi akasema, Bwana, shauri lolote, kusudi lolote atakalolikusudia Ahithofeli juu yangu mimi liwe ubatili katika jina la Yesu.
wamepanga, wamejadili, Aisifari unasemaje? Akajadili sawa, ni jema sana. Hebu tumsikize na Hushai Malki. Hushai akatoa ile panga sasa. Kwa sababu Mungu Daudi ameomba, kwa ikabidi Mungu sasa ili la Aithofeli lisipite. Ikabidi alipitisha la nani? La Hushai. Na inawezekana Aithofeli ilikuwa ni bora sana kuliko nani? La Hushai Malki. Lakini kwa sababu kuna mtu ameomba Mungu kwamba shauri la Aithofeli lililobatili lisipite, ikabidi likataliwa hata kama ni jema. Wewe umeona kuna mtu, wewe una degree, huyu ana diploma, kapita mwenye diploma, mwenye degree umeachwa. Hata sifa hana, lakini wewe mwenye sifa umefanyaje? Umeachwa. Hujajua naye alikwenda kwenye miungu yake. Sasa na diploma kwa umesimama tu kwenye degree, nenda na diploma yako. Tunapiga upofu macho yao wasione diploma wakaone degree. Na wale wenye degree waone wana diploma. Hapo nasema tawile. Nene. Kuna na ujasiri wote. Nafika pale. Jamani, kwa kweli tumeona wote nafikiri huyu ni bora, huyu ndio the best. Ana diploma the best. Wenye degree wameacha. Unajiuza kwa nini? Una nguvu nyuma yake inatenda kazi. Na ile nguvu ndio iliyobatilisha mambo yako. Bwana kwa sifa. Ndio maana kuombea mtu kazi na vyeti vyake. Nasema vyeti vyako na viwe nuru, vikakubalike, vikafai zaidi. Sikiliza, wakina Danieli walipokwenda kwa mfalme, walipomanishwa wengi kwenye interview ya kwenda ikulu. Si ni kweli? Biblia inasema Daniel na wenzangu kina Mishaeli na wakina Azaria amesema walifaa mara 10 zaidi kuliko nani? Wale watu wa Babeli. Ni Mungu alikuwa ameingilia kati. Wale walifaa sawa, lakini Mungu alichokifanya hawa wawe the best zaidi kuliko hawa. Na kule kwenye interview wanatafuta mtu aliye the best, si ni kweli? Hawatafuti aliye bora, unatafuta aliye bora zaidi. Sasa wachao wenzako wanakupa kitu cha ziada uonekane wewe zaidi ya wengine. Ila wewe unakwenda tu kimya, na muamini tu Bwana, Muamini Bwana, rafiki yangu. Watu wamechinja kafara huko. Kuna sisi na uchawi wetu kwa Yesu huko. Tunasema tunafunika vyeti vyote, CV zote zikaugiza, ya kwako ikawe nuru. Zote zikakataliwe, ya kwako ikakubalike. Sisi tunasema hivyo. Unakwambia neno. Ila unaingia tu. Kwani kitokeaje kwa Esther? Simabiki walikuwa wengi sana. Ambao walikuwa wanawania kwa mke wa mfalme, si kweli? Haya. Kabisa karibia 1000. Alipoingia Malkia Esther, inaweza kuna ingia 100 alishatangulia. Mfano kwa naye mtaka hamna. Esther mwenyewe sio wa nchi ile, ni mtumwa. Lakini naye Bwana akampitisha kupitia Mordekai mjomba wake, na anaenda kawania ile tuzo. Lakini usiwaambie kwamba wewe ni nani? Ni Myahudi. Usiwaambie, useme chochote. Wajue na wewe ni mwenzao. Alipoingia Esther, kwa sababu Mungu anaitaka ile nafasi. Alipoingia tu Esther, Biblia inasema Esther akapata kibali na neema. Mwachane kwa nani? Paswewe. Alipoingia anasema nilikuwa naangaika mkiuka namtaka na huyu ndio namtaka. Biblia inasema akamfanya kuwa nani? Mfalme. Akamvika taji ya kifalme, akamfanya kuwa malkia. Akasema jamani, wale wengine ambao bado hajafanya interview mimi imeisha hiyo. Nilikuwa namtaka nishampata. Wabe imeisha hiyo. Nini kilichomsaidia Esther? Kibali na neema. Wewe uliyoolewa sio kwa sababu ya uzuri wako. Mwingine anataka ni mbaya. Kilichokufanya ni kibali na neema. Paka anajiuliza jamani, kaka jamani, alipenda nini? Ukiangalia huku fuati screen anatembea hivi. Lakini kaolewa. Wewe sasa unasema haleluya huku unarukaruka mtaani. Nini kilichotokea? Kibali na neema. Machoni panayetafuta mke. Bwana kwa sifa. Unanielewa vizuri? Sio shedo yako na lipstick unapaka huku. Ndio maana utaolewa. Ukikosa kibali na neema, watakuwa kuangalia tu hivi.
ana kitu hapo. Kuna jamaa limekwenda kwa mganga, anasema chukua hii dawa, huu unapaka, unainuia, kitakayeniona nipende, anikubali, anioe. Amepaka na kwenda mtaani. Dada, kwa kweli nilivyokuona, yani moyo wangu umekosa amani. Yanaona yani wewe ndio Bwana aliyekusudia. Ndio wewe kabisa. Ndio sio kwanza mmeondana. Ndio wewe kabisa. Yaani ndio wewe kabisa. Dada, mimi niko tayari niende kwa wazazi wako. Tusicheleweshe mambo. Sasa jamani, nilikuwa wapi mimi? Kuna kibali cha mashetani. Sasa dawa zi expire. Utaonekana zombie.